Amen. Tuketi. Neno letu ambalo tunalisikia siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho pata ufahamu ufanikiwe. Pata ufahamu ufanikiwe. Mithali sura la 8 na mstari ule wa 14. Kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 14. Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu, mimi nina nguvu. Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu, mimi nina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anasema yeye ni ufahamu na ya kuwa ana nguvu. Mtu mwenye ufahamu anakuwa ana nguvu. Ufahamu, uelewa juu ya jambo fulani namfanya mtu kuwa na nguvu, kwa sababu mwenye ufahamu pia atakuwa na maarifa, tena maarifa yaliyo sahihi. Na ndipo Mungu anaposema kwamba shauri hilo ni langu. Kwa hiyo siku ya leo tutajifunza juu ya kuwa na ufahamu wa kimungu ambao utatupelekea sisi katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku kuweza kufanikiwa katika mambo yetu. Waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya kwanza, ni waraka wenye sura moja tu. Waraka wa 3 wa Yohana na mstari ule wa 2. Mstari wa 2. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu wetu anataka tufanikiwe katika mambo yote, na tena tuwe na afya. Afya ni mojawapo ya mafanikio ya kimungu ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo kabla ya mafanikio mengine yoyote yale. Lakini fanikio la kwanza, ustawi wa kwanza utaonekana katika afya yako. Lakini hayo yote ya kimwili yanayoitwa mafanikio yenyewe yanatokana na mafanikio yako ya kiroho, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Tunajua wote kwamba mafanikio ya kiroho yanatokana na Mungu aliye roho, yeye ambaye amesema ni ufahamu, mwenye nguvu, yeye aliye roho. Kwa hiyo sehemu ya mafanikio ya roho yake inakuwa juu ya mtu wa Mungu, na kwa sababu ya mafanikio ya kiroho aliyo nayo yatakuwa sababu ya kuwa na afya, na tena kuwa sababu ya kufanikiwa katika mambo mengine yote yanayohusiana na maisha yake. Kwa hiyo katika mafanikio kuna mafanikio ya kiroho na tena yako mafanikio ya kimwili. Kwa kadiri tunavyojifunza katika neno, mafanikio ya kimwili msingi wake unakuwa na mafanikio ya kiroho. Kwa hiyo ikiwa umekaa mahali ambapo roho yako haipati mafanikio, na mafanikio ya kiroho tunajua kwamba yanatokana na neno. Ikiwa hupati neno lililo la kweli, neno la uzima lililo sahihi, ukalipokea likawa sehemu ya maisha yako, roho yako ikastawi, roho yako ikafanikiwa, roho yako ikawa na nguvu, roho yako ikawa iko sawa sawa, tayari utakuwa umeharibu msingi wa mafanikio yako ya kimwili, kwa sababu nguvu inayotembea katika mafanikio ya kimwili inatoka au inatokana na nguvu ya mafanikio ya kiroho.
Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ya 5:33. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 33. Maandiko hapo yanasema, endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa. Kwa hiyo mafanikio mengine ambayo Mungu anakusaidia tuwe naye ni yale ya kuwa hai. Kuwa hai kiroho, kuwa hai kimwili, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Wingi wa siku zetu za mafanikio duniani inategemea na uhai tulio nao katika roho. Uhai, roho yako ikiwa hai, roho yako ikiwa na nguvu, ikiwa na uzima, tayari wewe uko katika nafasi ya kufanikiwa na kuwa na siku nyingi. Na tena Mungu anasema katika nchi mtakayoimiliki. Mtu aliyefanikiwa kuna kuwa na nchi anayoimiliki. Nchi utakayoimiliki, kutakuwa na ardhi utakayoimiliki. Unaposikia mtu ana mashamba, ana viwanja, ana nini, hayo ni mafanikio. Amen. Ni miongoni utakayoimiliki, ni sehemu ya mafanikio. Kumbukumbu tena sura ya 5 mstari wa 29. Kumbukumbu la Torati sura 5 mstari wa 29. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wa kunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Hapa tunaona mafanikio upande wa kiroho, ambayo ndio msingi na ndio yanayotangulia. Mungu anasema kwamba laiti wangekuwa na moyo huu ndani yao siku zote, wa kunicha na kushika amri zangu zote siku zote. Kama tutakuwa na moyo sisi waaminio, tutakuwa na moyo wa kumcha Mungu, wa kushika amri zake na maagizo yake siku zote, kiroho, huo ndio msingi wa kufanikiwa, sio sisi tu, lakini na vizazi vyetu na watoto wetu. Mafanikio aliyoyapata Ibrahimu kiroho, uhusiano wake mzuri aliyokuwa nao Ibrahimu na Mungu wake, ukawa sababu ya uzao wake, watoto wake, wajukuu na uzao wake wote, taifa la Israeli wote. Lakini ni kwa sababu ya moyo aliyokuwa nao Ibrahimu wa kumcha Mungu na kushika amri zake siku zote, akafanikiwa yeye na watoto wake na uzao wake hata milele, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi nasi tusitafute njia za mkato. Ikiwa tunaamini kwamba mafanikio chanzo chake ni Mungu, lazima uhakikishe kwamba uhusiano wako na Mungu aliye chanzo cha mafanikio ya rohoni, yeye ambaye anaachilia mafanikio kwetu, uhusiano wako na Mungu uwe mzuri. Ikiwa umekusudia kwamba mwaka huu wa 2026 uwe ni mwaka ambao utafanikiwa, uwe ni mwaka ambao utapata ustawi, uwe ni mwaka wa kipekee, hakikisha ya kuwa uhusiano wako na Mungu ndiyo msingi wa mafanikio yatakayoambatana na wewe na matokeo mazuri ambayo utayapata
katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu asipokwenda na wewe, hayo mafanikio utayaona. Kama hutaambatana na Mungu, kama Mungu hata kutangulia, kama Mungu hata kuwa pamoja na wewe kwa kibali chake, kwa msaada wake, kwa nguvu zake, mafanikio hayo ambayo natarajia mwaka huu itakuwa ni vigumu sana. Kuna mahali utafika, utakwama, huwezi kuvuka, nguvu zako zitakuwa zimeishia hapo, akili zako zimeishia hapo. Na tunasikia wengine jinsi wanavyoelezea jinsi ambavyo Mungu aliwavusha mahali fulani, wakajikuta wamepokea mambo ambayo hawakutarajia kupokea. Wameona mambo ambayo hawakudhani kwamba ungeyaona, na wanakiri ya kwamba Mungu ndiye aliyekuwa chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 3. Kumbukumbu Torati sura 6 mstari wa 3. Maandiko yanasema, sikiza basi Israeli, sikiza basi Israeli, ukaangalie kuzitenda upate kufanikiwa. Kuna kusikiliza, kuna mambo ya kuyaangalia na kuyatenda upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana. Kufanikiwa ni pamoja na ulivyo navyo kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Ndio mtu lazima awe msikivu. Sikiliza Mungu anasema nini, sikiliza watumishi wa Mungu wanakushauri nini, sikiliza watu wengine. Alafu sasa kuna mambo ya kuyaangalia, kuyatenda upate kufanikiwa. Wako watu ambao wanadhani kwamba kufanikiwa kunatokana tu na kuomba. Ukiomba, ukifunga utafanikiwa. Hapana. Mungu anasema tusikilize, alafu kuna mambo ya kuyaangalia, alafu kuna mambo ya kuyatenda. Maana hakuna mafanikio yasiyotokana na kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio ya wayo yoyote, ustawi tunaohitaji unatokana na kufanya kazi. Ndio maana Biblia inasema kwamba ukaangalie kutenda upate kufanikiwa. Kuna mambo ambayo yanahitaji utendaji. Usipoyatenda huwezi kufanikiwa. Usiposikiliza na kufanya huwezi kufanikiwa. Hutaona kuongezeka. Kuongezeka ina maana kwamba viko vitu ulivyo navyo, lakini sasa katika kufanikiwa vinaongezeka. Mungu anaviongeza. Lakini sio hilo tu, nasema kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi. Ndio ziko ahadi za Mungu juu ya maisha ya waaminio. Mungu ametuahidi mambo mengi sana mno, lakini hatuyaoni, na tunabaki tu kuyasoma na kuyakariri. Mwingine ahadi zake Mungu, hizi ahadi za Mungu ili zitimie, yako mambo ya kusikiliza, yako mambo ya kuyaangalia, yako mambo ya kuyatenda, ili upate kufanikiwa kama Mungu wa baba yetu Yesu Kristo alivyotuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile dhana ya mtu anakaa tu anaomba baraka, Mungu nibariki, Mungu nibariki. Mungu anabariki katika vitu tulivyo navyo. Mungu anabariki katika kazi zetu tunazozifanya. Anabariki katika kazi za mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuwe na kazi, tuwe na shughuli, tuwe na mambo ambayo tunayafanya, ambayo katika hayo tunataka sasa baraka za Mungu zionekane kupitia mambo hayo, kupitia kazi hizo. Na kinyume cha hapo, ikiwa hatutaweza kumsikiliza Mungu, hatutayaangalia yale ambayo Mungu
anatuhusia, anatuagiza, na tukadhani ya kwamba tunaweza kwenda tu sisi wenyewe moja kwa moja tukaanza kufanya pasipo kuangalia Mungu ametuagiza nini, Mungu amesema na sisi kitu gani. Itakuwa ni vigumu safari hiyo, itakuwa ni vigumu jambo hilo kufanikiwa, kama maandiko yanavyosema hapa. Hesabu sura 14, Hesabu 14 mstari ule wa 41 mpaka 42. Hesabu 14 mstari wa 41 mpaka 42. Musa akawaambia, kwa nini ninyi sasa kuyahalifu maagizo ya Bwana? Maana halitafanikiwa jambo hilo. Msikwee, kwa kuwa Bwana hamo kati yenu. Msipigwe na kuangushwa mbele ya adui zenu. Kwa nini sasa kuyahalifu maagizo ya Bwana? Maana halitafanikiwa jambo hilo. Msikwee, watu walikuwa wanaenda vitani, wanaenda kupigana. Sasa Musa anawaambia, hamuwezi kwenda vitani, hamuwezi kwenda kupigana wakati mmeyahalifu maagizo ya Bwana. Mmeuharibu uhusiano wenu na Mungu. Maana halitafanikiwa jambo hilo ambalo mnaenda kulifanya wakati uhusiano wenu na Mungu mmeuharibu. Msikwee, kwa kuwa Bwana hamo kati yenu. Msiende, Mungu hayuko pamoja na ninyi. Msipigwe, mtapigwa na kuangushwa mbele ya adui zenu. Unaweza kuona sasa jinsi ambavyo tunaendea mambo, tunaweka mipango, tunakuwa na vitu vizuri ambavyo tumevipanga pale, lakini kwa sababu tunakwenda wenyewe, tunafanya wenyewe, Mungu hayuko pamoja nasi, tumeyahalifu maagizo ya Bwana, matokeo yake tutapigwa, tunaangushwa, mambo hayo yanashindwa, hayawezi kusimama, hayawezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuangalie jambo moja moja katika mambo ya kuzingatia. Sasa kimwili tulikuwa tunaangalia mambo ya rohoni, jinsi ambavyo katika roho tunatakiwa tuwe watu wa namna gani. Tumeangalia hivyo kwamba uhusiano wetu na Mungu ili tuweze kufanikiwa lazima uwe mzuri. Maana ikiwa tutakwenda wenyewe, Bwana hamo kati yetu, jambo hilo halitafanikiwa, utashindwa. Sasa kimwili pia tuna mambo ya kuzingatia. La kwanza, mambo ya kuzingatia ili ufanikiwe mwaka huu katika mambo yako. Kwanza, uwe na nidhamu. Nidhamu, yani uwe na uwezo wa kujisimamia wewe mwenyewe katika mambo unayokusudia kuyafanya. Lazima uwe na discipline. Tunayo tabia sisi, inapokuwa ni mambo yetu wenyewe hatuna nidhamu ya kujisimamia, lakini linapokuwa ni jambo la mtu mwingine, tukisimamiwa sasa tunaweza kufanya. Mtu akikusimamia kazi hii, ifanye hii kazi, na kuna msimamizi nyuma yako, sasa hilo unaweza kufanya kwa sababu yuko mtu anayekusimamia. Sasa jambo la kwako wewe mwenyewe, hakuna mtu anayekusimamia nyuma yako. Maana yake ni kwamba lazima wewe mwenyewe uwe na nidhamu ya kujisimamia. Weka utaratibu wa mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Andika. Kwa mfano mwaka huu 2026 unataka kufanya mambo gani? Miradi gani labda unataka kuiendea? Kazi gani labda, jambo gani unataka kulifanya? Hebu tangu mwaka unapoanza yaandike hayo mambo. Yaandike yale ambayo unataka kuyafanya mwaka huu. Yaweke katika maandishi, kwa sababu kuna nidhamu ambayo unatakiwa uwe nayo ya kujisimamia wewe mwenyewe katika kuyasimamia hayo mambo ili yapate kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine sivyo inavyokuwa. Tuna mambo 10 ambayo tumemwomba Bwana mwaka huu. Na mwaka huu natoka utukufu hata utukufu kwetu, nayaandika alafu nayachukua tu unayeweka pale.
kuna mambo ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo ya kufanya, lazima uwe na nidhamu. Weka utaratibu mambo yako, andika. Ukiandika sasa, weka muda. Mwaka una miezi 12. Haiwezekani umeandika afu basi yani umeachwa hapo yani mwezi wowote tu. Yani Mungu yeye atakapofanya, anayefanya sio Mungu. Wewe mwenyewe lazima uweke muda kwamba mpango wangu nilio nao, jambo hili ambalo umelitengenezea orodha, umeandika mambo uliokusudia kuyafanyia kazi mwaka huu, ikiwa ni kazi, biashara, iwe ni ujenzi, iwe ni chochote kile na kadhalika. Weka muda wa utekelezaji na mipango yako, jinsi ambavyo utayaendea hayo mambo, na kuwe na nidhamu ya kujisimamia. Kwa mfano, huwezi kusema tu kwamba mwaka huu nanunua kiwanja, nataka mwaka huu Bwana anipe kiwanja. Hicho kiwanja unataka kishuke kutoka juu mbinguni? Kinatoka wapi? Lazima wewe mwenyewe uwe na mipango yako ya kazi au ya biashara au ya jinsi ya kupata hiyo fedha ambayo Mungu atakusaidia ili uweze kupata hiyo fedha ya kununua hicho kiwanja. Bwana Yesu asifiwe. Tuache mambo yale ya kuomba, unaandika alafu unaweka huko, huna mpango wowote, huna mpango kazi wowote ule wa kupata fedha, huna chochote kabisa, alafu umeweka tu hapo, maombi yangu 10 nasubiri muujiza, Bwana anitendee muujiza. Huko ni kukosa ufahamu, huko ni kukosa maarifa. Mungu hata mleta malaika kushike mkono aende akakupe kiwanja cha mtu. Kiwanja kinanunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tengeneza mpango kazi, alafu weka muda jinsi ambavyo utaweza kufanikisha hilo jambo unalolikusudia. Si tu unaandika orodha ya mambo halafu haijulikani utafanyaje, utatekelezaje, umeacha hapo. Huko ni kukosa nidhamu ya kujisimamia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari 40. Ni Mungu wa utaratibu. Lazima ijulikane kwamba jambo hilo unaliendea namna gani. Wakorintho wa kwanza 14 mstari 40. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Unaweka utaratibu gani wa kufanya shughuli zako? Jinsi ambavyo tuko natoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Vinginevyo tutaonekana hatuna hekima. Umeomba jambo ambalo hata wewe mwenyewe hujui unaliendeaje. Huko ni kukosa hekima. Lakini pia lazima tuwe ni watu wa kukomboa muda. Kama kuna jambo ambalo sisi tunalifanya kwa upumbavu, ni kupoteza muda. Watu wengi wanapoteza muda bila kufanya jambo lolote. Amekaa tu alafu anasubiri mwaka huu uwe mwaka wa mafanikio. Unafanya nini? Muda huu unafanya nini? Hii Januari umeanza kufanya jambo gani ambalo sasa kwa hilo, hayo matarajio yako, hayo maombi yako, hayo ulimsihi Bwana, unajua kwamba kwa kufanya haya najua Mungu ataonekana katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe tu kama walokole wale wa zamani ambao walikuwa wanaomba alafu wanatoa mfano. Unajua wana wa Israeli walipokuwa jangwani walimwomba Mungu, kwa hiyo ikawa wakiamka asubuhi wanakuta mana, wanaokota tu mana zile wanakula hivyo. Haitakuwa hivyo kwetu sisi, kwamba utamwomba Mungu fedha, kwa hiyo ukiamka asubuhi utakuta tu mabunda ya hela yako huko ndani. Ulimwomba Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Lazima uwe na mpango kazi wa kutafuta fedha katika jina la Yesu.
Ndio maana watu wengi waliookoka wanakuwa maskini kwa sababu wanashindwa kutafsiri maandiko. Wanadhani ya kwamba ukimwomba Mungu maana yake ni kwamba wewe omba alafu kaa subiri kupokea. Ndio maana leo tunachekwa kwa mambo ambayo tunayafanya kwa imani. Ni kweli imani pasipo matendo, imani hiyo imekufa. Lakini ikiwa mtu anaomba kwa imani na tena yako matendo anayoyafanya, ipo kazi anayoifanya, ipo mipango kazi, mikakati ambayo anaifanya kwa ajili ya kupata hiyo fedha ili aweze kukamilisha muujiza aliyomwomba Bwana, hapo yuko sahihi. Lakini kama unaomba tu alafu baada ya kuomba unamsubiri Bwana, alafu unaambiwa endesha gari lako, endesha gari lako, hapo ulipo endesha. Mtu anaendesha gari pale, anaendesha gari. Kwa hiyo kuna gari nakuja na kwa imani anaendesha, hakuna kazi anayofanya, hakuna chochote anachofanya. Hiyo gari, hiyo nyumba, hicho kiwanja kitatoka wapi? Tuache mafundisho yale ambayo yanatufanya sisi tuonekane wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke kwenye mambo haya ya ujinga. Ndiyo ambayo wakati mwingine kwa kuto kufanya lolote na kwa kuto kujua na kutafsiri vibaya maandiko, tutabaki maskini hivyo. Mwaka unakuja, mwaka unakwenda. Hebu sikiliza shuhuda za watu ambao wanafanya kazi, tena kazi yoyote. Kupitia katika kazi yoyote Mungu anabariki, anafungua milango, anawazidishia, maana iko kazi wanayofanya kwa mikono yao katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani kwamba wewe utakuwa tu unaomba. Kama huduma yako umeitiwa kuombea kazi ya Mungu, vema. Umeitiwa huduma ya kuombea kanisa, sawa. Lakini isiwe hivyo kwamba unamwomba Bwana akupe. Wakati unaomba Mungu alishakupa, wewe bado unaendelea kuomba. Mungu alishafanya sehemu yako kukupatia, lakini wewe hujachukua hatua. Ili muujiza utokee, lazima una sehemu yako ya kufanya. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 16. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka mstari ule wa 16. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima. Angalia Mungu anavyosema. Tuangalie, si kama watu ambao hatuna akili, hatuna hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Muda huwa haurudi. Siku ikipita imepita hiyo, masaa yakipita imepita, mwaka ukipita haurudi nyuma. Ulivyovipoteza umevipoteza. Lazima tuwe ni watu ambao tunakwenda na muda na tunaukomboa wakati, hali ukijua kwamba muda, wenzetu wanasema kwamba muda ni mali, muda ni fedha. Bwana Yesu asifiwe. Time is money. Muda ni fedha. Sasa unapokuwa umekaa tu unapoteza huo muda. Kumbe huo muda ungaliweza kuutumia kuzalisha, kutengeneza pesa, kufanya kazi fulani, kufanya jambo fulani. Usingebaki jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiwe na muda wa kupoteza. Mwaka huu wa 2026, mwaka umeshaanza tayari. Changamka ili ujue muda ulio nao katika mwaka huu unafanya jambo gani ili uweze kumwona Bwana katika maisha yako katika jina la Yesu. Huwezi kufanikiwa ikiwa unacheza na muda, na siku inakuja, masaa yamepita, wewe uko tu hujui unafanya nini, huna mpango wowote, huna chochote unafanya. Muda huu hausubiri mtu. Muda unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na nidhamu ya kujisimamia wewe mwenyewe. Ujue unautumiaje muda. Unafanya nini? Iwe ni kazi ya Mungu, iwe ni kazi yako mwenyewe, iwe ni katika mambo ambayo umejipangia. Unafanya nini? Hilo ni la kwanza. Namba mbili,
Namba 2, lazima uweke malengo. Uwe na malengo. Wako watu mwaka umeanza hana malengo yoyote, yuko tu. Ukimuuliza bwana mwaka si namba tu, ilikuwa 25, 26 namba tu. Huna ufahamu. Kuwa na ufahamu ni kuwa na nguvu. Mungu anasema hivi, mimi ni ufahamu, nina nguvu. Ana ufahamu. Kwa kukosa ufahamu unakosa maarifa, huna nguvu. Huna nguvu. Kwa hiyo unakuwa dhaifu, unakuwa mnyonge, huna kitu, huna chochote kile. Lazima uwe na malengo katika mambo ambayo unataka kuyafanya. Unalenga kufanya nini? Kwa muda gani? Malengo yanakupa nafasi ya kuweza kujipima. Hatimaye miezi 3 ya mwaka imeisha. Ilikuwa Januari, leo ni Machi, tunaenda Aprili. Robo ya mwaka imeisha pita. Nimefanya nini katika mambo niliyokuwa nimeyakusudia? Bwana Yesu asifiwe. Malengo, yale mambo uliyojipangia kuyafanya, lazima uyavunje katika vipande ili sasa uweze kutimiza hayo malengo. Huenda ulisema mwaka huu 2026 lazima nihamie kwenye nyumba yangu. Yaani haiwezekani, nimekuwa mpangaji miaka mingi sana. Mwaka huu nitahakikisha ninahamia katika nyumba yangu. Sawa, unahamia katika nyumba yako, kiwanja unacho? Unahamia katika nyumba yako, umeanza ujenzi? Unahamia katika nyumba yako, upo katika hatua gani kwenye hiyo nyumba? Huna kiwanja, huna pesa, huna chochote, unahamiaje nyumbani kwako? Mimi naomba, ninafunga na kuomba. Kwa hiyo ukifunga na kuomba, Mungu atakuonyesha nyumba yako. Tuache ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na mipango kazi, tuwe na mikakati, na ile mikakati tunaiweka katika malengo, kwamba kuanzia Januari mpaka itakapofikia mwezi wa 4 au mwezi wa 5 nitahakikisha tayari nimepata kiwanja, na ili nipate kiwanja lazima niwe na fedha, na hizi fedha nitazipata kwa njia hii. Nitakwenda kuchukua ile biashara mahali fulani kwa mtaji nilio nao, nitakuwa ninauza, nitafanya hivi na hivi, najua kwa mwezi, kwa siku nitakuwa ninapata hela hii, nitafanya hivi na hivi. Hayo ni malengo ambayo baadaye utaweza kujipima kwamba umefikia wapi, umefanikiwa au umefeli. Kama umefeli, kwa nini umefeli? Basi huenda kuna haja ya kubadilisha mipango, au kuna haja ya kubadilisha hiyo aina ya biashara, au kuna haja ya kufanya kitu fulani ili uweze kurudi katika mafanikio ya malengo yako uliyojiwekea kwa ajili ya mwaka huu, katika jina la Yesu. Una malengo? Umeweka malengo? Bwana Yesu asifiwe. Labda mimi lengo langu mwaka huu, lazima nihakikishe kwamba mwaka huu ninafanikiwa katika wito wangu nilio nao wa kumtumikia Mungu. Wito wangu ni kumtumikia Mungu. Na mwaka wa 2026 nimepanga kufanya nini? Kila baada ya muda gani nitakuwa ninafanya nini? Nitawezaje kujua kwamba nimepiga hatua baada ya muda fulani? Unaangalia ikiwa yale malengo umeyafikia au hujayafikia. Watu wa Mungu, tuwe na malengo, tuwe na mipango ambayo inaweka malengo ya maisha yetu tulio nayo. Vinginevyo utajikuta umezeeka na huna kitu. Hebu angalia umri wako. Una miaka mingapi? Hapo ulipo una miaka mingapi? Hiyo miaka ambayo Mungu amekupa kuishi, na juzi ulikuwa unashangilia kwamba Mungu amekupa kuvuka mwaka mpaka mwaka ulionao, umetimiza malengo gani? Na je, umepanga nini? Huenda miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, kuna nini ambacho unataka kufanya? Una malengo gani? Unayapimaje? Yani kumbe
yani juzi tu hapa nilikuwa kijana, nashangaa sasa hivi nikipita barabarani wananiamkia shikamo. Sasa mtu anashangaa wale wanaomwamkia anawaona wazee kuliko yeye anafikiri kwamba ni kijana, kumbe wale wanakuona wewe umeshazeeka, wewe mkubwa kuliko wao. Itikie hiyo shikamo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini huyu ananiamkia? Amekuona wewe mkubwa kuliko yeye. Wewe unajirudisha umri. Rudi nyumbani ajiangalia, eti kwani mimi mnanionaje? Nimekutana na mtu mmoja pale kaniamkia. Ala, ndio ushazeeka hivyo. Miaka hii unaitumiaje? Kumbuka kuna miaka ambayo tunakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaendelea kuwa na nguvu hivyo. Tutafika mahali zile nguvu zinaanza kupungua, sio kuongezeka tena. Unapokuwa kijana mdogo, unaongezeka hata katika mwili, unaendelea kukua. Inafika mahali fulani haukui tena, unakuwa umeshafikia ukomo. Sasa si wakati wa kukua na kupanda, sasa unatelemka. Jua huo linaanza kuchomoza likiwa chini huko, si ndio? Linakuja mpaka linakuwa saa ngapi? Hapa katikati saa 6. Saa 6 liko utosini. Ikifika saa 7 linaanza kufanyaje? Linashuka. Kwani ninyi hamjui? Hamuelewi? Saa 6 liko katikati hapa. Saa 7 linaanza kusogea, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, 12. Hilo ndivyo maisha ya wanadamu yalivyo. Ndivyo maisha yako yalivyo. Uko saa ngapi? Hebu mshike mkono jana yako, muulize, wewe uko saa ngapi sasa hizi? Saa ngapi hiyo? Watu hawataki iwe zaidi ya saa 6. Hawataka ambiwe iko saa 5, saa 6 kasoro. Wengine saa hizi tuko saa 9. Jua linafanyaje? Linatua hilo. Umefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uwe na malengo. Lakini namba tatu, lazima uwe na uhimilivu au msimamo au thabiti katika jambo lile unalolifanya, kwa sababu inakuwa sio rahisi. Utaanza kukutana na vikwazo. Kwa hiyo wengine wamekuwa wakairisha mambo yao kila siku. Anafika mahali fulani hivi anakutana na ugumu, hii bwana haiwezekani, nafikiri hii niache tu. Kwa hiyo wengine wamekuwa wakiairisha mambo yao, mipango yao, shughuli zao, malengo. Wamekuwa wakiairisha, wanakwenda nayo, fika katikati wanaacha. Nenda katikati. Kwa hiyo anajikuta mtu muda unakwenda. Huyu mtu hana uhimilivu, hana msimamo. Kuwa na msimamo maana ni kwamba jua liwake, mvua inyeshe, sikufanya nini, jambo hilo ulilolipanga hakuna kuliacha, lazima litimie katika jina la Yesu. Watu wanaofanikiwa ni watu ambao wanakuwa na uhimilivu, watu ambao wanakuwa na msimamo katika mambo yao, kwa sababu hakuna kitu ambacho utakifanya ambacho hutakutana na vikwazo, hutakutana na vizuizi, hutakutana na magumu. Lakini watu wanaofanikiwa ni wale ambao wanasema kwamba hata iwe vipi, jambo hili lazima litimie katika jina la Yesu. Halafu uwe msiri, usimwambie kila mtu mipango yako hiyo na malengo yako. Mwingine kwamba yani wewe ili haliwezekani, ili yani unaota ndoto za mchana, wewe ndio ujenge nyumba wewe. Yani nisijenge mimi, ujenge wewe. Usiwaambie watu mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kaa nayo moyoni mwako. Wao watakuja kustukia tu.
kiwanja cha kwako. Ambia kwani wanaopata viwanja sio watu? Kwani mimi sio mtu? Yani atukudhania kabisa. Ambia wakudhania. Sasa ukimwambia kwamba sasa subiri sasa uone nyumba yenyewe nitakayojenga hapo, ndio utaelewa. Usimdhania ndiye. Amen. Usiwaambie watu mambo yako ya sirini ya ndani ambayo unataka kuyafanya katika mipango yako. Wengine unaowaambia ni wachawi, wengine wana roho za kulaani, wana wivu kuliko unavyodhani. Wewe unavyoongea, yeye huko ndani nafsi yake inawaka kwamba kwa nini huyu, eti kwa nini? Na tayari akituzungumza neno moja mawili tu huko ndani, kumbe huyu mtu ana roho ya kulaani, ameshakuharibia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uwe na msimamo. Watu wote waliofanikiwa waulize, watakueleza jinsi ambavyo walikuwa na misimamo isiyokuwa ya kawaida, na kuamini kwamba jambo hili kwa sababu nimemwomba Bwana na nilipata amani wakati namwomba Bwana, najua hili jambo litafanikiwa. Wewe una malengo, ndani yako unasikia wito wa kumtumikia Mungu. Alafu naambia watu, yani mimi yani naona kabisa naitwa niwe mchungaji. Wewe ndio mchungaji wewe? Hii dunia imeisha. Wewe wewe uwezi hivi ulivyo hivi, jiangalie kwanza hivi. Mchungaji wa wapi? Wewe unamchezea shetani Ndio ninyi mimi mchungaji, afu mkipigwa mnasema kwamba sijui Mungu mbaya. Usiwaambie watu mambo yako ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndugu zako siwaambie. Mimi wakati nimeamua kuwa mtumishi wa Mungu, sikumwambia ndugu yeyote. Kwani mimi mambo yao wananiambia? Wewe unakushirikisha vitu vyao, biashara zao wanakushirikisha, kazi zao wanakushirikisha. Kwa nini wewe unapenda kuwashirikisha wengine? Ndio maana ufike mbali. Kaa nalo hilo moyoni mwako na Mungu wako, na watu wale wa muhimu ambao unajua kwamba hawa yawapasa kujua, kwa sababu ni watu ambao aidha utaambatana nao au ni watu ambao utakutana nao na kushirikiana nao katika hilo jambo. Lakini vinginevyo usisemeseme mambo yako kwa watu, watakukatisha tamaa. Amen. Waefeso 3:13. Waefeso sura ya 3 mstari wa 13. Waefeso sura ya 3 mstari wa 13. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu. Watu wanakata tamaa. Hapa Paulo mtume anawaambia wanafunzi wake au Waefeso, msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Vikwazo na dhiki na mapambano tukutana nayo kukatisha tamaa. Usikate tamaa. Lazima uamini kwamba jambo hili lazima litatimia katika jina la Yesu. Huku nafanya, huku naomba. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya tatu ya kufanikiwa hii 4. Ili ufanikiwe lazima ujidhabihu. Ujidhabihu, to sacrifice. Kujidhabihu yani lazima ujitoe kweli kweli, uwe mpambanaji. Wewe unafikiri kwa nini watu wengi hawajafanikiwa? Si watu wote wanaweza kuwa wapambanaji. Mtu ili afanikiwe lazima awe mpambanaji, kwa sababu unatakiwa upite katikati ya vikwazo, katikati ya maadui, katikati ya watu wanaokulaani, katikati ya watu wasiokutakia mema, katikati ya watu. Wewe unapambana, unapita katikati yao mpaka unatokea upande wa pili umefanikiwa katika jina la Yesu. Sasa hiyo inahitaji kujidhabihu, kujitoa. Lakini umeenda umekutana na mtu anakuambia kuna kupita hapa, unarudi unakimbia. Kwa nini? Bwana kuna jitu moja lilikuwa amesema nikipita pale sio atanifanya nini? Wewe, watu wanaofanikiwa ni wapambanaji. Ni wapambanaji.
Usipoweza kupambana dunia hii dunia haina huruma. Nikwambie kitu kimoja, hata kama watu wanakukuta unakufa hapo, yani badala kukusaidia wanaangalia jinsi ya kununua jeneza wakati hata hujafa. Wanaanza kuulizia bei ya jeneza, wanaanza kupanga mipango. Jamani, sibu nisaidie basi nisife. Wewe huwezi kupona tena, yani wewe ufe tu. Hii dunia ni katili, lazima uwe mpambanaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena wakati unaumwa, baada kusema sasa wewe si una shamba, uza lile shamba lako likusaidie. Si unayo gari pale, tukauze ile gari, anajua na yeye atapata 20% tuko kwenye kuuza gari. Tukauze vitu vyako. Jamani, nisaidieni nakufa. Wewe uza vitu vyako. Ulikuwa vya nini hivi? Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri ni rahisi kufanikiwa? Sio rahisi. Sio rahisi. Samueli wa kwanza sura 4 mstari wa 9. Samueli wa kwanza sura ile 4 na mstari ule wa 9. Samueli wa kwanza sura 4 mstari wa 9. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Unaweza kuona watu wanaambia kwamba wao wapambanaji, wasipopambana watakuwa watumwa wa Waebrania. Lazima wafanye kiume, waende wakapigane, wasije wakawa watumwa wa Waebrania. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kufight katika kufanikiwa, kuna kufight. Na ukiogopa kupigana, sio kupigana ngumi, kupambana. Amen. Wewe kama uwezi kupambana, kubali tu mapema kwamba wewe basi acha tufe maskini, acha tufe kiwa ombaomba, kubali tuwe barua vya watu. Lakini wazo kusema utafanikiwa bila kupambana. Na kinyume cha kupambana ni nini? Watu wengine hawawezi kupambana ni kwa sababu tu uvivu ni mbaya sana. Mwingine ni mvivu, hawezi kuamka asubuhi na mapema. Hiyo biashara mimi siwezi bwana. Naamka saa ngapi? Saa 10. Usingizi ulivyo mtamu hiyo. Kwani saa 1 haiwezekani? Wewe saa 1 kulisha kucha, watu walishauza. Kama unataka kuingia kwenye biashara hii saa 10, yani tuwe sokoni. Hiyo bwana fanyeni wenyewe. Mimi kuamka saa hizo ingekuwa saa 1 saa 2 ndio tuamke. Hapo sawa. Hizo ni sawa wanazoamka watu wote. Watu wanaofanikiwa wapambanaji wanaamka saa ambazo watu wengine hawawezi kuamka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaamka saa za watu wote, watu barabarani. Utamuzia nani? Kuna sehemu zingine ukienda, yani unakuta watu alfajiri ugali unapikwa. Nenda kule Kariakoo, watu badala ya chai kule wanakula ugali. Wewe watu wanabeba lumbesa mgongoni, atakunywa chai na kitumbua, wanakula ugali. Kwa hiyo ugali wao unapikwa alfajiri, ikishafikia saa 2 saa 3, yani unakuta masufuria watu wanaosha, walishafunga biashara, wewe ndio unaamka. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kufanikiwa mwaka huu, lazima ukubali kuwa mpambanaji. Ukipambana, mimi nakwambia kazi yako haitakuwa bure. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujidhabihu. Lakini uvivu ndio ambao unawafanya watu wengi leo wanakuwa maskini. Angalia Mithali sura la 10 mstari wa 4. Mithali 10 na
Mithali sura ya 10 mstari ule wa 4. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Afanyaye kwa ulegevu anakuwa nani? Anakuwa nani? Wewe acha kuwa maskini. Mkono wako fanya kwa bidii, uwe mpambanaji katika jina la Yesu. Amen. Lakini sio hilo tu. Usipokubali kupambana, usipokubali kujidhabihu, usipokubali kufa katika uchungu wa ugumu wa kazi na mapambano, huwezi kupata kitu. Ndicho ambacho kinazungumzwa hapa katika Yohana sura ya 12 mstari wa 24. Yohana sura ya 12 mstari ule wa 24. Amini amini nawaambia, huyo ni Yesu mwenyewe, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa katika hali hiyo hiyo. Kwa hiyo wewe unakaa katika hali hiyo hiyo kwa sababu hutaki kujidhabihu, hutaki maumivu, hutaki shida, hutaki kujitoa sadaka, hutaki kufa katika ugumu wa kazi ili uweze kuota na kutoa mazao mengi. Utabaki hali hiyo hiyo. Lazima hapa mwanzoni ukubali kwamba hapa kuna kujitoa kama chembe ya ngano. Hapa kuna kukubali kufa, kuna kukubali kujidhabihu, kuna kukubali kupata shida ili nipate mazao mengi, nipate kufanikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yule ambaye mwaka huu atakubali kujidhabihu, potelea komali, afanye kazi zilizo ngumu, afanye kazi zilizoshindikana, lakini hatimaye aweze kuota na kutoa mazao mengi, Bwana atamfanyia muujiza huyo katika jina la Yesu. Tabia nyingine ya 5, kanuni ya 5. Uwe na uwezo wa kuitawala nafsi yako. Yaani uwe na uwezo wa kujizuia katika mambo fulani. Huwezi kufanikiwa ikiwa wewe huwezi kujizuia. Na hili ni jambo ambalo watu wengi sana linawaangusha. Hakuna mtu asiyepata hela, hayuko. Ijapokuwa majira na wakati kwa kila mmoja unatofautiana, lakini kila mmoja kuna majira na wakati fulani ambao atapata pesa, lakini kwa sababu ya kukosa kujizuia, kwa sababu ya kukosa mipango. Huyu mtu mwanzo hapo kabla alisema nikipata hela hii, yani tukivunja vikoba safari hii, tukivunja vikoba, yani hii hela nataka kufanya maendeleo fulani, tukivunja mikoba. Acha vikoba vivunjwe afu hiyo hela pewe mkononi. Acha aende akachukua hiyo hela kwenye vikoba afu uone. Kile alichosema atafanya hafanyi ng'o. Tayari roho yake isharukia, kuna hivi tenge what? Nipe hiki na hiki. Hawezi kujizuia. Huwezi kufanikiwa kama huwezi kujizuia. Hiyo hela amepata, yani alishaenda bucha, kata steak hii, hapo lipo unaona hapo, na maini yako weka na hayo. Wewe huwezi kufanikiwa. Mtu anayefanikiwa ni mtu anayejizuia. Yani hata kama anacho, huwezi kujua kwamba anacho, anajizuia ili mipango aliyoipanga, malengo aliyoyaweka kwa muda aliyoweka, mtu huyu ana uwezo wa kujizuia mpaka jambo lake lifanikiwe katika jina la Yesu. Self control. Utawezaje kufanikiwa katika, kwa sababu mahitaji tulio nayo ni mengi mno, huwezi kuyamaliza. Mtu shida alizo nazo kwa wakati mmoja
ni nyingi sana, huwezi kuzimaliza hata kama hiyo pesa huwezi. Kwa hiyo tunachofanya ni kujizuia na kukaa katika lile jambo ambalo tumelikusudia kulifanya ili tuweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni watu wanaoweza kujizuia tu ndio watu ambao mwaka huu wataweza kufanikiwa katika mambo aliyoyapanga katika jina la Yesu. Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 6. Timotheo 1 sura 5 na mstari ule wa 6. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Ndio. Yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Huyu mtu hawezi kujizuia. Kwa hiyo chochote kinachokuja mbele yake kimeshamvuta, kimeshambeba, ameshachukuliwa, ameshaenda huko. Huyo ni kama mtu aliyekufa tu. Hawezi kujizuia, hawezi kujichunga, hawezi kukaa, hana msimamo. 6. Mtu anayefanikiwa lazima awe mvumilivu. Inabidi kuvumilia mpaka ufike nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli iliwachukua miaka 40 kutoka Misri kuingia Kanaani, na ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Sio kama ilikuwa ni ahadi ya Mungu, lakini ilichukua miaka mingapi? 40. Miaka 40. Sasa ikiwa sisi tunataka kufanikiwa alafu hatuna uvumilivu, Biblia inatufananisha hata na mkulima ambaye atalima shamba lake na kuliandaa. Itakuja mvua ya kwanza, atapanda, alafu atasubiri mpaka mvua ya mwisho. Baada ya miezi imepita, mvua ya mwisho, mazao yamekomaa, mkulima anavumilia. Vivyo hivyo, usidhani kwamba kwa sababu umemwomba Mungu, usidhani kwamba kwa sababu tunafanya kwa jina la Bwana, kwa hiyo itakuwa ni leo kesho. Lazima tuwe watu wa kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mafanikio pasipo kuvumilia. Ibrahimu akaomba mtoto, Mungu akamwahidi mtoto, akaambiwa kwamba atapata mwana wa kiume akiwa na miaka 75. Mungu akamwahidi hivyo. Huyo mtoto aliyeahidiwa na Mungu alikuja kuzaliwa Ibrahimu akiwa na miaka 100. Imepita miaka mingapi? Ahadi miaka 75 inatimia akiwa na umri wa miaka 100. Miaka mingapi imepita? Miaka mingapi? Biblia inasema kwamba kwa kuvumilia Ibrahimu aliipata hiyo ahadi kwa kuvumilia. Wengine wanadhani kwamba inaweza kuwa ni leo afu kesho kutwa tayari. Kawaulize watu waliofanikiwa wakupe umri wa miaka ambayo walifanya shughuli hiyo mpaka leo wanapoonekana wamefanikiwa machoni pa watu. Ni miaka mingapi? Waebrania sura 6 mstari 13-15. Waebrania sura ya 6 mstari 13 mpaka 15. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ahadi ile. Kwa kuvumilia akaipata ahadi ile Ibrahimu. Lakini Mungu alimwambia, kwa kubariki nitakubariki. Haikuwa kesho yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa unapanga mikakati na mipango hii, usifikiri kwamba ni kwa namna ya siku moja au siku mbili. Kuna muda utapita. Kuna kipindi cha mpito. Yakobo sura 5 mstari wa 7. Yakobo sura 5 mstari wa 7. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho.
Mungu anatoa mfano mkulima kwamba huwa anavumilia, matokeo hayawi ya haraka. Bwana Yesu asifiwe. Hayawi ya haraka. Kwa hiyo tunaposema mwaka huu tunatoka utukufu hata utukufu, kuna kipindi cha mpito. Amen. Isipokuwa pale ambapo Mungu tayari kipindi cha mpito kinachohusiana na jambo hilo huenda tayari kiliisha pita kwetu, na sasa umefika wakati wa mavuno. Sasa hilo ni swala lingine. Lakini mwisho, hapana, hii point namba 7. Point namba 7, kubali kubadilika. Kubali kujifunza. Kubali kuongeza maarifa. Badilika. Tatizo ni kwamba watu wengi leo wanajifunza lakini hawataki kubadilika. Kwa sababu hupendi kubadilika, wewe utabaki yule yule, matokeo ni yale yale, tatizo ni lile lile, hakutakuwa na jipya. Tunapojifunza, Mungu anakusudia kututoa mahali tulikuwako atupeleke mahali pengine. Kwa hiyo kuna mabadiliko hapa juu yako mwenyewe ambayo unatakiwa uyapokee na uwe tayari. Sikiliza, kuna kuongeza maarifa. Kuongeza maarifa haina maana kwamba unaenda chuo. Siku hizi mambo mengi yako kwenye mitandao humu, kwenye simu yako hiyo hiyo. Hata kama wewe unafanya biashara labda ya maandazi, badilika basi. Badilika basi. Ujuzi unaongezeka, maarifa. Wewe unauza maandazi kama vile vile ulivyokuwa unauza bibi zetu zamani, ndio unatengeneza hivyo hivyo mpaka leo. Yaani maandazi ya bibi alikuwa mpaka na wewe umerithi, na wewe unatengeneza kama bibi. Ujuzi unaongezeka, maarifa yanaongezeka. Ongeza maarifa, ongeza ufahamu jinsi ya kutengeneza mandazi yako ambayo yatakuwa ni mazuri, na mandazi yako yataonekana ni ya tofauti, na utajipatia wateja wengi wakati huo katika jina la Yesu. Kuna mambo mengi ya kuongeza ili mandazi yako yawe laini. Siku hizi kuna vitu, kuna ujuzi mbalimbali kwamba unaongeza kitu gani mandazi yanakuwa laini, ili mandazi yako yawe na flavor, yananukia, sio kama vile kama keki fulani kama chocolate. Kuna vitu unaweka mle, mandazi yako yanakuwa ni design tofauti. Wateja wanakuwa wewe unakuwa na kitu tofauti na wengine, unajipatia wateja wengi zaidi katika jina la Yesu. Kubali kujifunza, ongeza maarifa, ongeza ufahamu. Sawa, wewe ni mamalishe, sawa, lakini sio lazima uwe mamalishe kwa staili ile ile ya kina bibi. Kuna namna ambayo unaweza kufanya mamalishe leo na biashara yako ikabadilika kabisa. Amen. Ukajifunza mapishi. Usipike vile vile kama ulikuwa unapika kina bibi, yani ladha ni ile ile, chakula ni kile. Unajua hawa walaji, hii bwana, hii kama cha nyumbani, hii kama nyumbani bwana. Naenda pale, yani pale kuna yani tofauti kidogo. Hii ya nyumbani hii, mpikie tofauti na nyumbani. Amen. Siku hizi kuna vitu vingi vya kuweka, si kuna mchuzi mixi, si kuna vitu gani, kuna ujuzi mwingi, na unaweza ukagugu hata kwenye simu yako mapishi. Kuna vikozi vingine vya wiki moja, wiki mbili, jinsi ya kupika, si vitu gani, si nini, muda mfupi, lakini unabadilisha utendaji wako. Lazima uwe ni mtu ambaye unaongeza maarifa, uko tayari kujifunza, upo tayari kubadilika. Amen. Ndio inapokuwa ni kwenye kilimo vile vile, usilime kama ulivyokuwa nalima babu zetu. Hutaweza kupata kitu cha ziada. Biashara nazo, unaona biashara siku hizi biashara zimebadilika. Ziko biashara siku hizi mtandaoni. Mtu yuko nyumbani tu, yuko na mtandao tu, na unataka bidhaa hiyo, wewe unatuma message pale mtandaoni, uko wapi, unaambiwa pesa, utalipa wakati unapewa bidhaa yako. Leta namba ya simu, unapigiwa simu, uko wapi?
Yaani ndani ya muda mfupi mtu ameshakujia na pikipiki na ile bidhaa, unatoa pesa, unapewa bidhaa yako. Kwa hiyo badala ya wewe kusubiri sijui Kariakoo, mtu siku hizi muda umebana, wakati mwingine hata nauli ya nini mtu aje mpaka Kariakoo. Siku hizi mtu anaweza ikapita miezi hajaenda Kariakoo. Biashara yako weka mtandaoni, unakutana na watu mtandaoni huko na huko unafanya biashara. Badilika, ongeza maarifa, ongeza vitu vingine. Sasa hivi dunia hii imebadilika katika jina la Yesu. Ndipo utakapoweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio swala tu shetani umeshindwa. Nasema hivi, huniwezi. Hakuwezi katika nini? Wala shetani hayuko hapo. Hayuko shetani, ni wewe tu umekosa maarifa, umekosa ufahamu. Hujabadilika. Dunia hii inabadilika. Wewe badilika. Kubadilika kwa ajili ya jambo jema sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namna hiyo utaweza kupiga hatua hata kufikiria katika mafanikio. Lakini jambo la mwisho tunarudi pale namba 8, kanuni za kiroho. Zile tumeziangalia mwanzo kule, zile usizisahau, pamoja na mambo yote ambayo tunayafanya huku kimwili, lakini zile kanuni za kiroho ziko pale. Usisahau. Usisahau kuomba, usisahau kumtolea Mungu wako, iwe sijui ni sadaka, iwe sijui ni shukrani, iwe sijui ni zaka, ni nini. Zile kanuni za kiroho ziko pale, lakini huku umetia bidii katika mambo mengine yaliyo kawaida ya kimwili. Hakika kwa ufahamu huu na mwingine ambao Roho atakufunulia, lazima mwaka huu utapiga hatua katika jina la Yesu. Utafanikiwa katika jina la Yesu. Maana ni mapenzi ya Mungu, yeye aliyesema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Ufanikiwe katika mangapi? Ufanikiwe katika mangapi? Ufanikiwe katika mambo yote. Kwa nini tusifanikiwe? Yako mambo uko ufahamu kama tulivyojifunza, ambao unatakiwa ujue, na ukiutumia ufahamu huu vizuri, hakuna kitakachozuia. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari 40. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 na mstari ule wa 40. Basi zishikeni sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile akupayo Bwana Mungu wako milele. Basi zishike sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa. Mungu wetu anataka tufanikiwe, sio sisi tu na wana wetu, sio sisi tu na hao watakaofuata baada yetu, na tena siku zetu za kuishi ziwe nyingi katika nchi atupayo Bwana Mungu wetu hata milele. Uhusiano wako na Mungu usiwache kuharibika. Hasara kubwa inaanzia kwenye uharibifu unaotokea kwenye uhusiano wetu na Mungu. Usikubali mtu yeyote awe sababu na chanzo cha wewe kuharibu uhusiano wako na Mungu. Ujue jambo hilo unaloliendea mwaka huu halitafanikiwa. Uhusiano wako na Mungu ukiwa mzuri, ujue katika hayo yote hautakuwa wewe mwenyewe peke yako, lakini yeye ataenda na wewe. Ataenda na wewe. Utamwona katikati yako. Atajidhihirisha katika kazi zako na biashara zako. Popote pale utakapoliitia jina lake, yeye atakuwako kukusaidia. Yeye atakuwako kukuvusha. Atahakikisha katika kupambana kwako haitakuwa tu kwa uwezo wako, kwa nguvu zako, lakini yeye aliyesema adui zako hawatasimama mbele yako, hakika atakuvusha. Atashughulika na adui zako, atakuvusha katika yote, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Umejifunza nini katika somo hili? Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Simama juu. Maana Bwana anataka upate ufahamu ili ufanikiwe katika mwaka huu.
ambao tumeuanza. Bwana anafanya mambo mapya. Kama anafanya mambo mapya, anakuletea na ufahamu mpya katika mambo ambayo ulikuwa hujui, ili upate ufahamu. Ufahamu ni nguvu. Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu. Mimi nina nguvu. Ufahamu huu una nguvu. Ndani yake kuna nguvu ya Mungu. Ikiwa utauendea, utaufanyia kazi, utaona mambo yale ambayo Bwana atayatenda kwako katika mwaka huu, ikiwa utakuwa mwaminifu. Paza sauti zako, muombe Bwana, mshukuru Mungu kwa ajili ya yote. Mshukuru Bwana, muombe Bwana, asante. Asante kwa neema yako. Paza sauti yako, omba.